Habari za leo msikilizaji na mjasiriamali ambaye unapenda kujifunza ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu tuwe pamoja mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii. Hakika yako mengi ambayo unaweza kujifunza. Jambo la kwanza, lazima tuvae vifaa kinga, maski pamoja na gloves. Mbali na hapo msikilizaji, nimekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho kitakusaidia wewe kuweza kutengeneza bidhaa zaidi ya 21. Lakini pia WhatsApp nimekuandalia madarasa ya kujifunza hatua kwa hatua. Hivyo basi ukihitaji kupata huduma zote hizo, basi utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Jambo la kwanza kabisa, tunaanza kwa kumimina chumvi. Chumvi ambayo inapaswa kutumika hapa basi iwe chumvi ya mawe. Hii hapa ni Lodness Enterprises chini ya Mwalimu Almasi kwa ajili ya kupata maarifa mbalimbali ya kuweza kujiajiri kupitia ujasiriamali ambao tunauelekeza kila siku. Baada ya kuweka chumvi, hatua nyingine ambayo inafuata, tunaweka citric acid kwa ajili ya kutunza au kupreserve product yetu ikae muda mrefu pasipo kuharibika. Lakini jambo lingine pia tunaweka hii hapa inaitwa Slace au Texapon, wengine huita Ungarol, vyovyote vile unaweza kuita na ni majina yake pia. Kwa unaweza kutumia Slace, unaweza kusema ni Ungarol, unaweza kusema pia ni Texapon. Tunaanza kukoroga. Ukorogaji unapaswa kuelekea upande mmoja. Baada ya kuona kwamba mkorogo wako umeshikamana vizuri, basi unaanza kuweka maji jagi moja kila baada ya muda fulani, na wakati huo ukorogaji unaendelea kama kawaida. Msikilizaji, kati ya vitu muhimu sana ambao wateja wengi wa sabuni ya maji hupenda, jambo la kwanza ni uzito, jambo la pili ni manukato, na jambo la tatu la mwisho pia watu hupenda sana ufanisi wa ile sabuni. Yaani yale mapovu, the way inavyokuwa laini kwenye mikono kutumia, vitu kama hivyo wateja hupenda sana. Kwa hiyo karibu sana na wewe msikilizaji, ikiwa unatamani sana kuwa mjasiriamali na haujui wapi pa kuanzia, basi pa kuanzia ni hapa. Katika masomo yetu ambayo tunaelekeza na kufundisha, tunaelekeza katika mifumo miwili. Tunaelekeza mfumo wa kwanza, tunakutumia soft copy ili ujifunze mwenyewe kupitia kitabu chetu ambacho tumekiandaa, kwa sababu ndani ya kitabu chetu tumekuwekea vipimo vya kuzalisha hatua kwa hatua na procedure zote za kuzalisha mpaka hatua ya mwisho. Lakini jambo lingine pia tunafanya usimamizi. Hili tunaita ni darasa ambalo liko kwa mfumo wa WhatsApp group. Kwa hiyo unalipia ada ya darasa, kisha tunakuadi kwenye group na tunaanza kufundisha hatua kwa hatua. In case kwamba wenzako kwenye group watakuwa wamepiga hatua, basi na wewe unaanza chini mpaka kwenye ile hatua ambayo wenzako wamefikia, ndipo unaunganishwa nao pamoja na unaendelea kujifunza kama kawaida. Kwa hiyo namna hiyo, ujasiriamali siku zote ni zaidi ya ajira. Tunafundisha kuzalisha vitu vingi. Na kwenye kitabu pia kama nilivyokuambia, tumeandika bidhaa zaidi ya 21. Kwa hiyo tuendelee na uzalishaji. Baada ya hapo tutachukua maji kidogo kwenye ndoo pembeni. Humo tunamimina soda ashi na kisha tunaikoroga vizuri kabisa ichanganyikane vizuri na maji. Baada ya hapo tunamimina sulfonic acid. Watu wengine katika sulfonic acid hupenda kuita Lapsa. Kwa ukiita Lapsa sawa, ukiita sulfonic acid sawa. Na ni muhimu na kitaalamu pia inashauriwa ukiwa unatumia hizi kemikali, basi hakikisha umevaa vifaa kinga. Usiziguse wala kuzishika ukiwa hujavaa vifaa kinga, kwa sababu hizi ni kemikali. Baada ya kuchanganya soda ashi pamoja na sulfonic acid, hatua nyingine ambayo inafuata, basi utachukua huo mkorogo B, utakuja kuunganisha na ule mkorogo wa awali na unaendelea na ukorogaji kama kawaida. Kumbuka kwamba nimekwambia ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Usipende kubadili uelekeo katikati ya ukorogaji. Baada hapo tunaweka perfume, na perfume ambayo mimi napenda kutumia, napenda kutumia sana perfume inaitwa Bubblegum. Bubblegum hii ni perfume nzuri sana ambayo inampa hata mteja ushawishi mkubwa wa kutumia bidhaa yako, kwa sababu tunafahamu kwamba ziko perfume za aina nyingi, lakini sio kila perfume unaweza kuitumia katika sabuni ya maji.
Kuna zingine unaweza kuzitumia katika toilet cleaner, kuna zingine unaweza kutumia katika shampoo, kuna zingine unaweza kutumia katika sabuni za vipande na kadhalika, kulingana na aina ya bidhaa ambayo unazalisha. Na baada ya hapo tutachukua maji kidogo pembeni. Yes, tutachukua maji kidogo pembeni. Katika haya maji ambayo tumetoa tunaweka alkatu. Na kumbuka kwamba alkatu ndio kitu pekee ambacho kinatusaidia kuongeza uzito katika bidhaa yetu ya sabuni. Kwa alkatu ni kiambata muhimu sana, kwa sababu wateja wengi ukimpa sabuni cha kwanza anaanza kuitikisa. Kwa sababu gani? Anaangalia uzito wa hiyo bidhaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia alkatu. Lakini pia kuna mbadala wa alkatu ambayo huwa inaitwa SMC. Lakini kesi kwamba ukitumia SMC basi utumie maji ya moto. Ila ukitumia alkatu yenyewe kama yenyewe, unaweza kutumia maji ya baridi kawaida kabisa, na ikatoka bidhaa nzuri ambayo ina uwezo wa kumvutia mlaji au tunasema mtumiaji. Baada ya hapo tunaunganisha mikorogo yetu miwili. Tutaendelea na korogaji. Mwisho wote tutaweka CDE, tutaweka glycerin, tutaweka na rangi. Kwa hiyo tutakoroga kwa dakika 10. Baada ya hapo bidhaa yetu itakuwa imekamilika kabisa. Nikualike sana msikilizaji, na nikushukuru kwa kuweza kuwasha video hii na kuiangalia mpaka hatua hii. Ikiwa utapenda kujifunza kupitia sisi au utahitaji kitabu cha Miliki Kiwanda Chako ambacho ndani yake kina bidhaa zaidi ya 21, basi utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu na asante sana.